Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti tuliokuwa nayo siku ya leo, je, Tehran itamalizaje vita dhidi ya Marekani na Israel huku ikikataa kutozungumzia suala la nyuklia ambalo ndilo pekee lililosababisha kushambuliwa kwake. Iran imependekeza kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kumaliza vita huku ikihairisha mazungumzo ya nyuklia katika hatua ya baadaye. Ripoti ya vyombo vya habari ilisema pendekezo hilo liliwasilishwa kwa Marekani kupitia wapatanishi ikiwa ni pamoja na Pakistan, huku kukiwa na mkwamo wa diplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran, kulingana na tovuti ya habari ya Axios. Vyanzo vya habari vinasema mpango huo unalenga kukwepa kutokubaliana juu ya urutubishaji wa urani ili kupendelea mpango wa haraka unaolenga kuondoa vizuizi na kurejesha trafiki za baharini, kulingana na chombo hicho. Chini ya pendekezo hilo, usitishwaji wa mapigano ungerefushwa kwa muda mrefu au kufanywa kuwa wa kudumu, huku mazungumzo ya nyuklia yakianza tu baada ya suluhu kufunguliwa tena na vikwazo kuondolewa. Maafisa wa Marekani na vyanzo vinavyofahamu mazungumzo hayo vilisema ikulu ya Marekani imepokea pendekezo hilo, lakini haijaonyesha endapo itakubaliana nalo, kwani taarifa zaidi zinaeleza kwamba rais wa Marekani Donald Trump kwa namna moja ama nyingine hakubaliani na pendekezo hilo. Rais Trump, ambaye amefanya mkutano na maafisa wakuu wa usalama wa taifa ili kujadili mkwamo huo na hatua zinazoweza kuchukuliwa, inadaiwa kwamba alikataa pendekezo hilo la Iran kwa sababu limekosa juu ya kujadili mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Trump amesema anapendelea kudumisha kizuizi cha majini kwenye bandari za Iran ili kuongeza shinikizo kwa Tehran. Inapokuwa na kiasi kikubwa cha mafuta, ikiwa laini hii imefungwa, njia hiyo inalipuka kutoka ndani, alisema, akiongeza Iran inaweza kuwa na takribani siku 3 kabla ya kukabiliwa na shinikizo la ndani, alisema rais wa Marekani Donald Trump, huku akidaiwa kwamba amekataa moja kwa moja juu ya mpango wa Iran wa sasa. Juhudi za kidiplomasia za Iran zinazidi kuongezeka. Moja kati ya mbinu nyingine ambayo wakati huu Iran inatumia ni diplomasia zaidi, ambapo mwanadiplomasia wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, alifanya mazungumzo na mataifa karibia matatu. Kwanza ni wapatanishi Pakistan, ambapo alisafiri hadi Islamabad, lakini baadaye akaelekea Muscat nchini Oman akikutana na viongozi wa nchi na kuzungumzia suala la mlango wa bahari wa Hormuz na njia nyingine za kufanya katika kutatua mzozo kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, aliwasili St. Petersburg nchini Urusi mapema Jumatatu, akafanya mazungumzo ya ngazi ya juu na rais wa Urusi Vladimir Putin na maafisa wengine wakuu. Katika mazungumzo hayo, rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kwamba Urusi itashiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha inatatua mzozo huo, huku akiwahakikishia wa Iran kwamba watashinda katika mzozo huu. Rais wa Urusi Bwana Putin amewapongeza wa Iran kwa kuungana kwa pamoja na kuonyesha mapambano ya hali ya juu dhidi ya Marekani na Israel, huku akitoa ahadi kwamba atapambana juu chini kuhakikisha amani inapatikana katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, kwa namna moja ama nyingine, Iran inadaiwa kwa sasa inalitumia taifa la Urusi, moja kati ya mataifa yenye ushawishi duniani, lakini pia rais wake Vladimir Putin ni moja kati ya viongozi ambao wako karibu mno na wanazungumza mara kwa mara na rais wa Marekani Donald Trump, na hata wakati wa ziara ya Abbas Araghchi, rais wa Marekani Donald Trump inadaiwa alimpigia simu rais wa Urusi Vladimir Putin kuzungumzia ziara hiyo, lakini na mambo mengine mengi kuhusu vita kati ya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hivyo matarajio ya Iran ni kwamba diplomasia zaidi itatumika katika kumaliza mzozo huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Damu.